بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka 1447 biidhnillahi ta'ala, kuanzia usiku wa leo insha Allah tukienda mpaka kumaliza makumi haya ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, nasallallahu an yataqabbala minna jami'an. tutakuwa na kalima baada salati al-isha katika mada mbalimbali ambazo biidhnillah ta'ala mtajulishwa. Ikiwa leo usiku wa kwanza, mada ambayo tutazungumzia ni tafsir ya suratul Qadr, kwa munasaba ukiingiliwa na masiku haya 10 ya mwisho, ambapo tutarajia biidhnillah ta'ala mojawapo katika usiku wa masiku haya 10 ya mwisho wa Ramadhani itakuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hivyo kukawa na iktirah tuanze kusoma tafsir ya suratul Qadr usiku wa leo. Hiyo ndio kalima ya leo. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى سيما حقيقة سيسي تميترمش القرآن كتك ليلة القدر، usiku wa cheo kitukufu mno. Na hii suratul Qadr imeitwa suratul Qadr kwa sababu ya kutajwa hili neno al-Qadr mara kadhaa katika hii sura. Nasumiyat hadhihi sura bi suratul Qadr. na suratul Qadr مختلف فيها، فقيل إنها مكية وقيل مدنية. wengine katika wanavyuoni wa tafsiri wakasema hii sura imeshuka kabla ya hijra, wengine wakasema la, bali ni baada ya hijra. Na ukiangalia katika misahafu utakuta imeandikwa Makia kama sikukosea, ingawa haidhuru. Muhimu tuelewe maana yake hii sura nini. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadr. Na nini kitakachokujulisha ni nini usiku huo, au ni nini hiyo laylatul qadri? laylatul qadri khairun min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وترمك ملائكة نروه يعني جبريل كما tutakavyoeleza katika usiku huo kwa idhni ya Mola wao kwa kila jambo la khairi. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Kiujumla maana ya hii sura, افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مخبرا بأنه سبحانه وتعالى
أنزل القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى ameifunguza hii sura mwanzo kwa kutupa habari kuwa ameiteremsha hii Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadri ambao ni katika mwezi wa Ramadhani. ثم عظم شأنها قائلا وما أعلمك يا محمد أي شيء ليلة القدر. kisha Allah akaukuza huu usiku, ni kipi kitakachokujuza ewe Muhammad, ni kitu gani usiku huu wa Lailatul Qadri. ثم بين الله سبحانه مظاهر فضلها. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kueleza zile fadhila za usiku huo. فقال ليلة القدر في خيرها وبركتها وثواب الأعمال فيها أفضل من 1000 شهر. akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa usiku huo wa Lailatul Qadri, ile khairi inayopatikana ndani yake na baraka inayopatikana ndani yake na thawabu kwa yale matendo anayoyafanya muislamu katika usiku wa Lailatul Qadri, afdalu min 1000 shahr, ni bora kuliko miezi 1000. تهبط الملائكة وجبريل من السماء إلى الأرض في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر. katika usiku huo malaika hushuka wengi sana kutoka juu mbinguni, hushuka katika hii ardhi, akiwemo pamoja na wao Jibril alayhi salam, ndio akaitwa ar-ruh. Sababu katika majina Jibril ni ar-ruh, nazala bihi ar-ruhul amin, na ameitwa ar-ruh kwa sababu yeye ndiyo kazi yake kuteremka na wahi, na wahi wanaoteremshiwa mitume ni uhai wa nyoyo za wanadamu. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. sababu wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni uhai. Yawezekana mwanadamu akaishi katika ulimwengu wamuona wewe, watembea, wazungumza, yuko kama watu wengine, lakini kiukweli aisabika ni kama maiti, kwa sababu moyo wake umekufa. Uhai wa kikweli ni ule uhai wa roho ya mwanadamu na moyo wake. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano wa yule asiyeufahamu wahi alioteremsha kwa mitume wake na yule aliyepewa nuru ya wahi ulioteremshwa kwa mitume wake, ni kama mfano wa aliyekuwa hai na maiti. aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. hawako sawa. Kwa yule ambaye amehuishwa na wahi, yule ndiye yuko hai. Ama yule ambaye yuko mbali kabisa na wahi alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu aisabika kuwa ni maiti, pamoja na kuwa aweza kuwa yuko hai kiroho pamoja na watu. Kwa Jibril kwa kuende anayeshuka na wahi akaitwa ar-ruh, kwa sababu anachoteremka nacho ni uhai kwa nyoyo za wanadamu. Kwa yeye pia yushuka kwa idhni na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila amri yenye khairi, kama tutakavyoeleza, wa hiya laylatun dhatu salamatin min kulli sharrin wa adha, na ni usiku ambao umesalimika kutokamana na kila shari na udhia, hatta matla' al-fajr, wa dhalika min ba'di ghurub ash-shamsi ila tulu' al-fajr. na usiku huu waanza kuanzia kutua kwa jua mpaka itakapopambauka alfajiri. Sio kuwa Lailatul Qadri yapatikana saa 7 za usiku ama saa 8 ama la, ni usiku mzima kuanzia ingie magharibi
mpaka ipambauke alfajiri, wote ni usiku wa Lailatul Qadri. Ma'al asaf, ili jambo la kutambua huu usiku wa Lailatul Qadri umejazwa mambo ya khurafat mingi sana ndani yake, mpaka kuna baadhi ya watu wadhania kuwa Lailatul Qadri ni mtu huo usiku yajitokeza, ukimwona mrukie kisha umwambie wataka nini. Unaelewa? Nimemsikia mmoja azungumza khurafi, asema ukiuona ule usiku ukiomba kitu chochote wapata. Sasa akaanza kuleta mzaha mwingine, eti bwana mmoja akaona kisha akaanza hajui Kiarabu, sasa hajui aombe nini, eti akasema ras akaona kitu kikubwa. Hii mambo ya kipuzi ya kikhurafi. La, hakuna kitu eti Lailatul Qadri kuna mzee fulani utamuona. Ni usiku wapita, lakini kwa baadhi ya sifa alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kuhisi na kudhania huenda ikawa pengine ni usiku wake, huenda. Na ndio pale Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nikijua kuwa leo ni usiku wa Lailatul Qadri nifanyeje? Mtume sallam akamfundisha dua, aseme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, akariri hii dua. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, ay inna anzalna alqur'ana fi Lailatul Qadri min shahri Ramadan, hakika tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadri katika mwezi wa Ramadhani. Na hapa wanawavyuoni wana aqwali, kwa nini huu usiku ukaitwa Lailatul Qadri? Qila sumiyat bidhalika لأنها الليلة التي يقدر الله تعالى ويحكم ويقضي فيها أمور سنة كاملة. wengine katika wanaoviona wakasema umeitwa ni Lailatul Qadri bimaana usiku wa makadirio, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala akadiria yale yote yatakayojiri kuanzia siku ile au usiku ule mpaka usiku mwingine kama ule mwakani. Kwa yale mambo yote yale yatakayojiri katika ule mwaka, Allah subhanahu wa ta'ala ayakadiria siku hiyo kuwa kutatokea kadha na kadha na kadha. Hii ni kauli katika aqwali za wanavyuoni. Kwa hivyo yuqaddiru Allahu fiha amra as-sanati fi ibadihi wa biladihi ila as-sanati al-muqbila. Hapo ndipo panapokadiriwa mambo yote yatakayojiri katika mwaka ule. وقيل المراد أن لها قدرا عظيما وشرفا كبيرا الأعمال فيها ذات قدر وشرف. na wengine wakasema imeitwa Lailatul Qadri maana yake ni usiku wenye cheo, una cheo kikubwa, una utukufu mkubwa sana usiku huo, na matendo anayoyafanya mwanadamu mema katika usiku kama ule, matendo yale yana utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na kabla yake mwalimu wake al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alayhi, wao wakachanganya baina ya kauli hizi mbili. Sheikh As-Sa'di katika tafsiri yake akasema sumiyat Lailatul Qadri li'idhami qadriha, usiku huu umeitwa Lailatul Qadri kwa sababu ya ukubwa wa cheo chake, tena wa fadliha inda Allah, na fadla ya usiku huu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaongeza na kusema waliannahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am, na kwa sababu katika usiku ule Allah subhanahu wa ta'ala hukadiria yale yatakayokuwa katika mwaka ule. Kwa ni kama mwaka waanza kuanzia Lailatul Qadri mpaka ifiki Ramadhani na ukuja katika usiku kama ule. Allah yuwapanga nini? Asema minal ajali, kuna wale ambao watakufa na vile ambavyo muda wake ushaisha, wal arzaqi,
na riziki, kila mmoja aandikiwa kile atakachokipata mwaka ule. Kwa hiyo makadirio ya qadari yale yote katika usiku ule ya mwaka mzima. Na kuna hikma kubwa katika Allah subhanahu wa ta'ala kuuficha huu usiku ikawa hatuujui. يقول الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري رحمه الله قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر حكمة katika kuuficha usiku huu wa lailatul qadri ikawa hatujui ni usiku upi liyahsul alijtihad fi iltimasiha ili watu wajitahidi katika kuutafuta ule usiku bikhilafi ma law uyyinat laha laylatun laqtusira alaiha kinyume lau kama watu wangeambiwa ni usiku fulani basi wangelikuwa watu walala mpaka usiku ule. Na tena naweza kusema ingelikuwa ni asri yetu hii, watu hawajui ni usiku gani na walala. Mtakuja kuona inshallah ifika 27 misikiti ya jaa. Kuna jamaa hawendi msikitini mpaka ifike siku ya 27, basi kutaletwa sharbeti, kutaletwa na milki sheki. Mtaona nyinyi kuna jamaa kazi yao kuleta mandoo ya milki sheki kwenye usiku wa 27 peke yake. Kefu huyo angeambiwa ni kweli 27 ni 27 kweli, tayari hajaambiwa ndiyo ni usiku ambao utarajiwa zaidi, lakini yawezekana ule usiku kutembea kwenda tarehe 21 au pia 22, 23, siku yote inaweza kuwa katika zile 10, kama vile yaangukia katika witri ambao ndio yatarajiwa zaidi. Wanaoviona nasema kuna uwezekano ikiangukia katika shafa, na hasa ukiangalia usiku wa nyuma yake. Na hili niliwahi kueleza kuwa ikiwa ni usiku wa 22 ukihesabu zimebakia siku ngapi kule mbele, zimebakia ngapi? Ikiwa siku zitaangukia 29 na leo ni 22, zimebakia siku ngapi? 7, si ni witri? Kwa hiyo ihesabika hivyo ni witri. Umeelewa sio hivyo? Kwa kuna uwezekano Lailatul Qadri ikawa katika zile siku za shafa ukihesabu kwa namna hiyo. Na hii ni kauli katika aqwali za wanaoviona. Usidhanie kuwa itaangukia tu katika zile siku unazohesabu wewe 21, 23. Naam, hizo ni witr. Lakini pia ukiangalia zile ambazo ni shafa ukihesabu hizo, hasa ikiwa siku zitakwenda 29, kulingana na zilizobakia itakuwa pia bado kwenye nini? Kwenye witri. Na hili ni ili sisi tufanye bidii sana. Na kuna baadhi ya watu siku hizi mashaallah, video hizi bwana maigasurun, siku ya pili wajua siku ya pili latoka namna fulani kama alivyoeleza Mtume sallam. Kwa hiyo utaona wavutana video, jamaa ilikuwa njana, watakia nini? Waache watu wafanye ibada. Wewe una uhakika wewe njana? Waache watu wafanye ibada. Sasa kwa mfano ilikuwa njana, tuseme ile 21 ikapita, ni kweli mfano usema njana, ili watu wafanye nini? Wapumzike, zilizobakia wasifanye ibada. Waache watu wafanye ibada mpaka wamalize Ramadhani. Bila shaka anayefanya ibada masiku yote 10 haya ameupata usiku wa Lailatul Qadr, si basi? Alhamdulillah, ameenda mpaka mwisho, ameupata usiku wa Lailatul Qadr la mahala, maana amefanya ibada katika siku zote. Kwa hakuna haja ya kutegesha, wewe fanya ibada siku zote, itakuwa moja ni katika hizo, basi umeipata biidhnillah taala. Cha muhimu zaidi ni kwa umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalie ibada zako. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما أبهمهم الله عز وجل لفائدتين عظيمتين. الله ameuficha usiku kwa faida mbili kubwa. faida ya kwanza, faidatu alula bayanu as-sadiqi fi talabiha min al-mutakasil, ili ibainike yule aliyemkweli katika kuutafuta ule usiku na yule anayezembea na kufanya uvivu. Alfaidatu athaniya kathratu thawabi almuslimina bikathrati al'amal,
wingi wa thawabu za waislamu katika masiku haya kwa kukithirisha matendo katika kila siku. Liannahu kullama kathura al'amalu kathura athawab, sababu kila amali ikiwa nyingi na thawabu za nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ili wewe uzidi kufanya amali, ndio usiku huu umefichiwa, usijue ni upi. Lakini ikitokea kuwa wahisi kulingana na zile ishara alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa huu pengine huenda kuna matarajio kuwa ndio usiku huo, Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayu laylatin laylatul qadri, nipe habari ya Rasulullah, ikiwa nitajua ni usiku upi ndio usiku wa Lailatul Qadri, ma aqulu fiha, niseme nini katika usiku huo? Qala Mtume sallallahu akamwambia quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa kithirisha kuiomba hii dua katika masiku haya, na ndiyo bora wa kile ambacho utakifanya. Lau kama kungelikuwa cha bora zaidi kingine, Mtume sallallahu angemwambia Aisha radhiallahu anha, lakini akamwelekeza ikiwa kuna kitu kikiomba ndio bora kabisa ni kuomba dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sababu Allah akikuafu, akikupa afya, maana yake amekusalimisha wewe kutokamana na kila shari fi dunya wal akhirah. Na ndio maana ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Abbas alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah allimni du'aan ad'u Allah bihi, nifundishe dua ni muombe Allah na hiyo dua. Akamwambia salillaha al-afia, muombe Allah subhanahu wa ta'ala afia. Akarudi tena siku ya pili ataka kufundishwa dua, akamwambia ya Abbas ya amma an-nabi salillaha al-afia fi dunya wal akhirah, wewe muombe Allah afia. Allah akikuafu maana yake amekusalimisha wewe kutokamana na kila shari fi dunya wal akhirah. Wataka nini zaidi yake? Maana yake umepata kila khairi. Tizama dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno machache yambeba mambo mengi makubwa. Mtu aweza kuona mbona katika kunuti dua fupi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, basi baada ya kunuti mbona dua fupi? Ndio dua ambazo zimebeba maana kubwa zaidi, kama kwa mfano rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Angalia hii dua kwa maneno machache haya imebeba khairi dunya wal akhirah. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha Aisha radhiallahu anha hii dua, na ndio dua bora kabisa atakayoiomba Muislamu katika usiku kama huu. Kwa tukithirisha kuiomba hii dua. Kwa inna anzalnahu fi lailatul qadr, na lailatul qadri katika mwezi wa Ramadhan, na ndio Allah katika aya suratul Baqara anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Na hii lailatul qadri yapatikana katika masiku 10 ya mwisho, kwa ushahidi wa hadithi ya Aisha pia radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam taharraw lailatul qadri fil 10 al-awakhir min Ramadhan. Kwa Mtume sallam akatuelekeza tujibidishe kuitafuta lailatul qadri katika masiku haya 10 ya mwisho ya Ramadhani. Wama adraka ma lailatul qadri, ay qala Allah ta'ala mufakhiman sha'naha, Allah katika kulikuza jambo lake huu siku, mu'azziman laha, nasema wama alladhi a'lamaka ya Muhammad ayu shay'in lailatul qadri, na ni kipi kitakachokujulisha ewe Muhammad ni kitu gani huo usiku wa lailatul qadri. Na uslubu kama ukitumika katika lugha ya Kiarabu, maana yake kile kitu kinachozungumzwa pale ni kikubwa mno. Lailatul qadri khairun min alf shahr, ay inna lailatul qadri fi khairiha wa barakatiha wa thawabil a'mali fiha afdalu min alf shahrin laysa fiha lailatul qadri. Huu usiku wa lailatul qadri katika khairi iliyoko ndani yake na baraka iliyoko ndani yake na thawabu kwa matendo anayoyafanya Muislamu ndani yake
ni bora kuliko miezi 1000, miezi 1000 ambayo ndani yake hamna lailatul qadri. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anukuu kutoka kwa Mujahid قال ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. ليلة القدر usiku ni bora kuliko miezi 1000 ambao ndani yake hamuna lailatul qadri. قال وهكذا قال قتادة بن دعامة السدوسي والشافعي وغير واحد. kisha kasema Ibn Kathir وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما عداه. kwa hii kauli ya kusema kuwa lailatul qadri ni bora kuliko miezi 1000 ambayo haina lailatul qadri ndio kauli iliyo sawa, kinyume na kauli zingine. kisha akasema Ibn Kathir rahimahullah al-1000 shahr ibaratun an 83 sana wa 4 ashhur. miezi 1000 ni sawa na kusema miaka 83 na miezi 4 juu. Kiufupi, anayeupata usiku huu akiwa afanye ibada, maana yake ameongeza katika umri wake miaka 83 na miezi 4 ambayo hatoishi ya ziada. Kwa hiyo kwa mfano ukaipata lailatul qadri kwa miaka 10 mfululizo, Allah amekujalia ufanye ibada akakupa thabati miaka 10, wewe kila Ramadhani waipata, maana yake umepata kufanya ibada ambayo yakisiwa katika thawabu zake ya ibada ya mtu aliyefanya ibada miaka 830, kisha ile miezi 4 utayapiga mwenyewe ngapi? Kwa hivyo aweze kuwa mtu yuaishi, wajua katika akhira yako lazima umfanyie biashara wa akhira. Aweza kuwa mtu yuaishi katika huu ulimwengu miaka michache, pengine aishi miaka 50 60, lakini katika daftari lake la amal ni kama aliyeishi zaidi ya miaka 1000 katika zile amal alizozifanya. Na hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa huu ummati Muhammad. Allah amewafadhilisha kuwapa neema kubwa kama hii. طيب كذلك katika aya tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, ay tahbitu almalaikatu wa jibrilu min as-samai ila al-ardi fi laylati al-qadri biidhni rabbihim lahum min kulli amrin mimma amara Allah bihi. Siku hiyo hushuka malaika wengi, akiwemo ndani yao Jibril alayhi salam kutoka mbinguni kushuka kwenye hii ardhi katika usiku huu wa Lailatul Qadri kwa idhni ya Mola wao mlezi, kwa kila amri katika amri alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. min kulli amrin qadahu Allah fi tilka as-sana min rizqin wa ajalin wa ghairi dhalika. Kwa malaika washuka na amri hizi za Allah subhanahu wa ta'ala katika yale makadirio anayoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala ya mwaka mzima, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu yufsalu, tayari Allah shakadiria mambo katika lawh al-mahfudh, kisha sasa huchukuliwa yale yakawa sasa ndio yatekelezwa katika mwaka ule. Kila kilichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwaka mzima kule chatekelezwa sasa, ikiwa ni riziki watu wagawanyiwa, ikiwa ni kadha pewa, kila khairi aliyoipanga Allah yawa siku hiyo. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla' al-fajr ay laylatul qadri salimatun min kulli sharrin wa adha. Usiku huo wenye cheo umesalimika kutokamana na kila shari na udhia. Wadhālika min ba'di ghurubi ash-shamsi ila zamani tulu'i al-fajr, kuanzia kutua kwa jua usiku ule wa Lailatul Qadri, magharibi kiingia yaanza bana. Kwa hiyo kuna mtu yoswali salatul maghribi
ashaanza kufanya matendo yake bwana. Akiswali salati al-isha kwa jamaa, mwanzo katika siri za kuipata Lailatul Qadri vizuri, fanya bidii haya masiku 10 usikose kuswali kwa jamaa swala hizi mbili, salati al-isha na salati al-fajr. Sote tufahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika fadhila za kuswali salati al-isha pamoja na jamaa kwa waandikiwa wamesimama nisf al-layl, nusu ya usiku, na ukiswali salati al-fajr kwa jamaa ni kama umesimama usiku mzima, ile isha na al-fajr. Kwa ikiwa katika masiku haya utapata kuswali isha kwa jamaa na al-fajr kwa jamaa, tayari ushaanza kujiwekea nafasi yako kuwa umeipata Lailatul Qadr vizuri kabisa. Sasa uongeze juu yako qiyamul layl na kuomba dua na kusoma Qur'an na kuleta adhkar mbalimbali, kujitolea na sadaqa ya iftar as-saim na mengineo, basi wewe una nafasi kubwa ya kuandikiwa thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usiku huu umesalimika na shari ya aina yoyote, ma hiya illa salama, hamuna isipokuwa ni amani. La yuqaddiru Allah fiha illa as-salamata wal khair, hakadiri Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo isipokuwa ni salama na khairi. وقال الزمخشري pia zungumza katika swala yasema yuqdha fi ghayriha bala'un wa salama ma hiya illa salamun likathrati ma yusallimuna ala almu'minin. Na wengine wasema katika wanavyuoni kuwa maana ya salamun hiya hatta matla' alfajr ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu wa Lailatul Qadri huachilia huru na moto wengi sana katika waumini wakawa wasalimika. Lakini sio maana yake kuwa salamun hiya hatta matla' alfajr watu watolewa siku hiyo, watu watopigana makonde kule miji kafiri na nini. La, sio maana yake. Hapa kinachokusudiwa ni huu usiku wenyewe, kwa kile kinachokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi tupu. Anachokadiria Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمع يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف. ليلة القدر ni usiku ambao ni wa amani na kuwaweka salama waumini kutokana na kile wanachokiogopa. Kwa nini? likathrati man yu'taqu fiha minan nari wa yaslamu min adhabiha, kwa wingi wa wale wanaoachiliwa huru na moto katika usiku ule na kusalimika kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usiku wa Lailatul Qadri watu wengi sana huachiliwa uhuru na moto. Nini maana ya kuachiliwa huru na moto? Maana yake kuwa ni huyu mtu alikuwa aingie motoni, yuko katika orodha ya watu wa motoni, Allah subhanahu wa ta'ala amfuta pale, amweka katika watu wa peponi. Kwa ameachiliwa huru kutokamana na kuingia motoni. Kwa kuwa wengi katika watu watolewa katika orodha ile na kuwekwa katika orodha ya watu wa peponi, ndio kitu salamun hiya hatta matla' al-fajr, ni amani usiku ule. Allah awasamee watu wengi sana na kuwatoa katika kundi la watu wa motoni akawatia katika kundi la watu wa peponi. Kwa sije ikaeleweka kwa salamun hiya hatta matla' al-fajr ni kuwa hata ukitembea kule mageto geto kule ushikwe ngeta, yani ushikwa kabari, hata si maana yake. Ukienda kwenye mitaa ieleweki kule za kudungwa kisu na useme Lailatul Qadri wale hawana nguvu ya kudunga visu, sio maana yake. Nafikiri mmeeleweka, sio watu wengi waelewa hivyo. Unajua watu wengi waelewa salamun hiya hatta matla' al-fajr ni kwa siku hiyo, yani kama watu watolewa sumu, watu wote wawawema kwa wana amani usiku mpaka mchana, sio maana yake. Umeelewa vizuri eh? Sijaikawa watu waelewa hivyo. Maana yake ni kule kuachiliwa watu huru na moto wengi, kwa huwa ni amani mpaka alfajiri, watu waachiliwa na wasamehewa na Allah subhanahu kwa wingi. Nasallallahu min fadlihi. Kuna maelezo mengi kuhusu usiku huu na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza mengi kuhusu usiku wa Lailatul Qadri, ingawa sisi ilikuwa
tuizungumzia hii sura tu kwa kifupi. Kwa usiku wa leo ilikuwa ni kuizungumzia tafsiri ya suratul Qadr, nikitarajia kuwa biidhnillah ta'ala itakuwa imeeleweka. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.